Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi za rehema bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji vipindi vyangu bwana, leo tunaendelea na darasa letu, na leo moja katika kitu ambacho ninachoweza kutamani kukizungumza ama kukisema, leo tunataka tuzungumzie moja katika tabia ambazo zinazoweza kusababisha wakati fulani kuathiriwa sana na asbabi za uchawi. Yaani kuna baadhi ya tabia watu wengi tunaziishi. Tabia hizi asilimia kubwa huwa zinapelekea matatizo ya kuathirika katika mambo ya kichawi, kwa sababu mara nyingi ama wakati wote mchawi anapotaka kumwathiri mtu, moja katika vitu ambavyo anavyoweza kumwathiria mwanadamu huyo ni kutumia athari kutoka katika mwili wake. Sasa athari ambazo mchawi anaweza kuzitumia katika kumwathiri mwanadamu, ziko athari nyingi sana ambazo anaweza akazihitajia katika kumwathiri mwanadamu. Inawezekana pengine ushawahi kusikia ama ndo kwanza unasikia, lakini bado nakujuza, kuna athari nyingi sana ambazo mchawi anaweza kuzitumia katika kukuathiri wewe ndani ya mwili wako. Mfano, ili mchawi aweze kumwathiri mtu, moja katika vitu anavyovihitajia, anahitaji athari ya jina la ule mtu ambaye anatamani kumwathiri. Mfano, kama ni wewe unahitajika kuathiriwa, basi maana yake inahitajika mchawi alifahamu jina lako. Akishalifahamu jina lako, basi anaangalia aina gani ya uchawi ambao wanaweza kutumia katika kukuathiri wewe katika mwili wako. Lakini bahati mbaya, kwa sababu wewe hujui kwamba jina lako linaweza kutumika na unaona jambo hili la kawaida, basi mchawi anaweza kutumia jina lako katika kukuathiri wewe ndani ya mwili wako na ukajikuta ukaathirika kwa sababu linatumika jina lako. Lakini mchawi pia, miongoni katika vitu ambavyo anahitaji kuvitumia kukuathiri wewe katika mwili wako, mchawi anahitaji kitu kinachoitwa athari ya uwepo wako ama athari ya mwili wako, ambaye athari hii mchawi anatamani kupata vitu kutoka kwako. Mfano, aidha kupatikana nywele ama kupatikana mchanga wa nywele zako ama kupatikana nguo yako ama chochote kile, mchawi anaweza kuitumia katika kukuathiri. Miongoni katika vitu ambavyo leo natamani kuzungumza, ambao hiyo ni athari ya kwako wewe, huwa inatumika, na miongoni katika vitu ambavyo vinavyopelekea hali hii ni ile hali ya mtu kushindwa kujua kwamba hiki ni kitu kinachoweza kuleta athari. Miongoni mwake tunazungumzia nywele zako. Hizo nywele unazoziona wewe, mchawi anaweza akakuathiri kupitia hizo nywele zako na akakuloga, akakufunga kupitia hizo nywele. Leo kuna watu wengi wanasumbuliwa na maradhi ya vichwa. Kuna watu vichwa vinawauma sana. Kuna watu wengine fikia mahala nyota zao hazisimami, haziko sawa. Wamefikia mahala, kuna watu wengine wanashindwa kupendwa. Kuna wengine wana tabia kujisahau, wengine maradhi ya macho na kadhalika. Lakini angalia watu hawa, moja katika sababu ambazo zinazoweza kutumika ni athari ya nywele ya kwako mwenyewe, ambayo pengine wakati fulani nywele hii uweza mtu akaja akakatwa usiku akiwa amelala, ama mwingine inawezekana katika nywele zake unaweza kuziacha kupitia kitana chako. Sasa inawezekana ni miongoni katika watu ambao unaweza kujikuta unachana nywele alafu unashindwa kukisafisha kitana chako. Zile nywele unapoweza kuchana kisha ukaacha athari hili katika kitana chako ama chanuo lako, basi unaweza kujikuta ukaathirika na ukafungika katika burahani yako, ukapewa maradhi ya kichwa na ukajikuta unasumbuliwa na matatizo maradhi ya kichwa bila kujua sababu nini. Lakini kumbe sababu ni nywele zako mwenyewe, ambazo wakati fulani unaenda unachana ama unaenda kusuka kwa mtu anachukua nywele zako na anakufunga, na kisha kufunga unajikuta leo unapata madhila na madhara katika mwili wako, kwa sababu kimetumika nini? Zimetumika nywele zako katika kukuathiri ndani ya mwili wako. Sasa vitu kama hivi lazima watu wawe na elimu navyo, wajue kabisa kwamba naweza kuathiriwa kwa sababu ya nywele. Hata ukiangalia hata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukisoma baadhi ya riwaya zinaeleza alipata athari ya kuathiriwa na uchawi, lakini moja katika vitu vilivyotumika ni nywele zake. Alitumika miongoni katika watu wake wa karibu, wakaenda wakachukua nywele za bwana mtume kupitia katika kitana chake, na hiyo ikawa sababu ya kuathiriwa katika mwili wake. Kwa hiyo na wewe pia nakuhusia, ikiwa una tabia hiyo ya kujikuta unachana alafu nywele unabakisha kwenye kitana chako, basi jitahidi unapomaliza kuchana utoe zile nywele ambazo zinabakia kwenye kitana chako, kwa sababu nywele hizo peke yake zinaweza kukuathiri wewe na ukajikuta ukaondokana na maradhi ya uchawi, ama ukajikuta ukaathiriwa na kitu kinachotoa uchawi. Sasa kwa nini uathirike aliyakuwa vitu hivyo vinaleta madhara? Manake aitengeneza utaratibu wa kuto kuacha nywele ama kuto kuacha vitu ambavyo vina athari ama vinaweza kukuathiri
katika mwili wako na mwisho wa siku ukabaki katika hali ya kawaida. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaokola. Chukua maelezo yangu haya kayafanyie kazi, lakini usiache kusubscribe, kulike na comment katika madrasa yetu hizi tunazoendelea nazo, ili mnadi kuendelea kupata faida. Kwa machache, afa minkum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.